Hatimaye sikukuu ya uchaguzi ilifika, ikiwa ni siku ya kufana na ya kipekee kwa wanafunzi, ikiwa ni fursa mwafaka ya kuamua atakayeongoza, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Eugene Shisoka. Hayawi hatimaye huwa. Baada ya mwezi mmoja kutafuta kura, siku ya uchaguzi hatimaye iliwadia. Asubuhi na mapema, wanafunzi walijitokeza kufanya uamuzi wao, huku wengi wakionekana na mabango ya wale waliotaka wawe viongozi wa bodi ya wanafunzi ya somo. Dakika chache baadaye, foleni ikapangwa. Dhahiri shahiri kuwa shughuli rasmi ya upigaji kura ilikuwa imeng'oa nanga. Mmoja baada ya mwingine, wajumbe waliokuwa wamechaguliwa siku moja kabla ya uchaguzi mkuu walifika kupiga kura, huku wafuasi wa wale waliokuwa wakiwania nyadhifa mbalimbali wakiwauzia sera nje ya kituo cha uchaguzi. Jua liliwaka mchana kutwa ili wafuasi hawa wasikate tamaa, kila mmoja akiwa na imani yule anayempigia debe ataibuka mshindi. Muda mchache baadaye, kura zilihesabiwa na washindi wakatangazwa. Therefore the winner is... Kwenye nafasi ya mwenyekiti wa somo, Benjamin Anditi alibuka mshindi na kura 60, huku akifuatwa na Odongo Okelo na John Adeka waliopata kura 43 na 41 mtawalia. Onyango Moses na Lavan Odhiambo wakachukua nafasi ya 3 na 4, huku Awino Omondi akinyakua kura 1 kwenye debe. Otieno Tracy Anyango alinyakua kiti cha waziri wa fedha kwa kura 76, huku Atito Tracy Adhiambo akimfuata kwa kura 58. Aidha, Atieno Martha hakupata kura hata moja. Kwenye nafasi ya waziri wa michezo, aliyetangazwa mshindi ni Wilkins Juma na kura 97, huku Wekesa Murumba akimfuata kwa mbali na kura 51. Mkubu Rafael na Steven Mutuku wakachukua nafasi za 3 na 4 mtawalia. Billy Graham Juma almaarufu wakili aliwapika upinzani wake pakubwa kwenye nafasi ya mwakilishi wa chuo baada ya kutangazwa mshindi wa kura 138. Alikuwa mshindi wa pekee kutangazwa kuwa na kura 100 au zaidi. Kiti cha katibu mkuu kwenye bodi ya somo kilinyakuliwa naye Paul Samuel baada ya kujizolea kura 49. Nafasi ya pili akaichukua Ochieng Maxwell kwa kura 44. Aidha, Josiah Baraza, James Yogo, Alvin Muridhi, Christopher Okelo pamoja na David Otwane walikamilisha majina 7 ya waliokuwa kwenye debe hilo. Hata hivyo, sio kila wadhifa ulihitaji wapiga kura, kwani Regan Ojwang alitangazwa mshindi kwenye nafasi ya waziri wa jinsia na wale wanaoishi na ulemavu bila uamuzi wa debe. Kisa na maana, hakuwa na mpinzani hata mmoja. Na kama wanavyosema Waswahili, kilicho na mwanzo hakikosi mwisho, kwani leo viongozi wa bodi ya somo wa mwaka 2023 mwaka 2024 wameondoka ofisini, siku ambayo viongozi wapya mwaka 2024 mwaka 2025 wametangazwa washindi. Kibarua sasa kimesalia kwenye mikono ya uongozi wa chuo hiki kuwapisha viongozi hawa wapya kwenye mraba wa kuhitimu almaarufu graduation square. Nikiripotia LTV, jina langu ni Eugene Shisoka.